Sio kila vita unayopigana inaonekana, na sio kila anayekuchekea anamaanisha mema kwako. Kuna nyakati unajiuliza, kwa nini maisha yangu yanaenda tofauti na wengine? Kwa nini napambana sana kabla sijafika mbali? Ukweli ni huu, kuna kitu ndani yako ambacho sio cha kawaida. Kuna kusudi juu ya maisha yako na mbinguni ilishathibitisha, lakini pale tu unapochaguliwa unakuwa pia umewekewa alama ya vita. Kuna maadui wanakuangalia kimya kimya. Wengine wapo kwenye ulimwengu wa roho, wengine wapo karibu yako kuliko unavyofikiri, na wengine wako ndani yako mwenyewe. Na jambo la kuogopesha ni hili: wengi wanaanguka si kwa sababu hawana nguvu, bali kwa sababu hawajui wanapigana na nani. Leo sio siku ya hadithi, ni siku ya kufungua macho yako, kwa sababu ukijua maadui zako hautaogopa tena vita, na ukiacha kutambua hawa maadui, unaweza kupoteza kile ambacho Mungu aliweka ndani yako. Endelea kutazama, kwa sababu hii si video ya kawaida. Huu ni ufunuo ambao unaweza kubadilisha maisha yako kabisa. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii, kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza, lakini pia kama ndio mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media na bado kuja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe, kisha unakaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Twende moja kwa moja tukaangalie maadui 7 ambao kila aliyechaguliwa na Mungu anatakiwa kuwafahamu. Adui wa kwanza ni maadui wa kiroho. Hawa ndio maadui wakubwa zaidi na wa kwanza kuwaelewa. Biblia inasema wazi kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 6 na mstari wa 12, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kuna mapambano yako mengi hayaonekani kwa macho ya kawaida. Kuna vita vinavyoendelea nyuma ya pazia la ulimwengu wa kimwili. Maadui hawa ni roho za uovu, nguvu za giza, mashambulizi ya kiroho kupitia ndoto, hofu, mawazo mabaya. Maadui hawa wanapandikiza hofu bila sababu, wanakukatisha tamaa ghafla, wanazuia majibu ya maombi yako. Ndio maana ukisoma Biblia utaona mkuu wa anga la Uajemi alizuia majibu ya maombi ya Danieli. Ukisoma kwenye kitabu cha Danieli sura ya 10 na mstari wa 2 hadi wa 13, imeandikwa nukuu, katika siku zile mimi Danieli nalikuwa nikiomboleza muda wa majuma 3 kamili. Sikula chakula kitamu wala nyama wala divai haikuingia kinywani mwangu, wala sikujipaka mafuta kabisa, hata majuma 3 kamili yalipotimia. Na siku ya 24 ya mwezi wa kwanza, nilipokuwa kando ya ule mto mkubwa Hidekel, naliinua macho yangu nikatazama, na kumbe mtu aliyevikwa nguo za kitani, viuno vyake vimefungwa dhahabu safi ya ufazi. Mwili wake pia ulikuwa kama zamarajadi safi, na uso wake mfano umeme, na macho yake kama taa za moto, na mikono yake na miguu yake rangi yake kama shaba iliyosuguliwa sana, na sauti yake kama sauti ya umati wa watu. Nami Danieli nikaona maono haya peke yangu, maana wale waliokuwa pamoja nami hawakuyaona maono haya, lakini tetemeko kuu liliwashika hata wakakimbia ili kujificha. Basi nikaachwa peke yangu, nikaona maono haya makubwa, wala hazikubaki nguvu ndani yangu, maana uzuri wangu uligeuzwa ndani yangu kuwa uharibifu, wala sikusaziwa nguvu. Walakini nalisikia sauti ya maneno yake, nami niliposikia sauti ya maneno yake, ndipo nikashikwa na usingizi mzito, na uso wangu umeelekea nchi. Na tazama, mkono ukanigusa ukaniweka juu ya magoti yangu na vitanga vya mikono yangu, akaniambia, Danieli, mtu upendwaye sana, yafahamu maneno haya nikwambiayo, ukasimame kiwimawima, maana kwako nimetumwa sasa. Na aliponiambia neno hili, nalisimama nikitetemeka. Ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kunyenyekeza mbele za Mungu wako,
maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21, bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Unaweza kuona Danieli alifunga siku 21. Alikuwa kwenye maombi ya majuma matatu ambayo ni sawa na siku 21. Amefunga. Biblia inasema tangu siku ile ya kwanza Mungu alishajibu maombi yake, lakini mkuu wa ufalme, mkuu wa anga la Uajemi aliyazuia majibu ya maombi yake. Kwa hiyo hadi kuna maadui ambao wa kiroho, hawa ni maadui ambao huwa wanazuia majibu ya maombi yako, wanakuzuia usipokee majibu ya maombi yako. Kwa hiyo kama mtu uliochaguliwa na Mungu, unatakiwa ujue kuna maadui wa kiroho, na unatakiwa ujue namna ya kuwashambulia wakuu wa giza, majeshi ya pepo wabaya, unakuwa unawashambulia katika jina la Yesu Kristo. Lakini adui wa pili ni maadui wa ndani, yani wewe mwenyewe. Hii ni siri ambayo wengi hawajui. Wakati mwingine adui mkubwa si shetani, ni wewe mwenyewe. Hofu zako, mashaka yako, tabia zako mbaya, dhambi unazozirudia. Biblia inaonyesha kuwa moyo wa mwanadamu unaweza kumdanganya. Kwa mfano, dalili ambazo zinaonyesha labda moyo wako unakudanganya: unajua cha kufanya lakini hufanyi, unaanza vizuri lakini hukamilishi, unakata tamaa kabla ya ushindi. Ukweli ni huu: hakuna adui wa nje anayeweza kukuangusha kama hujaruhusu adui wa ndani ashinde. Kwa hiyo adui wewe mwenyewe unaweza kuwa ni adui yako. Wewe mwenyewe unaweza kuwa ni adui wa hatima yako. Unakuta unaweza kuwa ndani yako kabisa unajua kuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani mwako, lakini ukifanyi. Unajua kabisa ndani yako kuna huduma ambayo Mungu ameweka ndani yako, lakini wewe uifanyi. Huyo ni adui ambaye unatakiwa umjue kama mtu uliochaguliwa na Mungu. Hofu yako mwenyewe, unaogopa kuchukua hatua, huyo ni adui. Lakini adui wa tatu ni maadui ambao ni marafiki zako wa karibu. Hawa wanaonekana kama marafiki kwa nje, lakini ndani ni maadui wanaokuchukia na ndani mwao wanakuwazia mabaya. Hawa ni marafiki zako, ni maadui ambao unaona kabisa wako karibu na wewe, ni marafiki lakini ni maadui. Kwa hiyo hawa ni maadui ambao unatakiwa wafahamu kama mtu ambaye umechaguliwa na Mungu. Lakini adui wa nne ni maadui wa kifalme au tunasema wafalme. Hawa ukiwaangalia ni watu ambao unaona kuwa ndio wanatakiwa wakusaidie au wakuinue, lakini hawa ni maadui ambao wanakuwa wanapambana na hatima yako. Hawa ni wale watu ambao ukiwaangalia kabisa unaona kabisa hawa ni watu ambao wangetakiwa kusaidie, wangetakiwa wakuvusha, lakini hawa ndio watu ambao wanakuwa wanapambana na hatima yako. Ukisoma Biblia utaona Sauli alikuwa mfalme na Daudi alikuwa mchunga kondoo, lakini Sauli alitaka kumuua Daudi kwa sababu ya hatima yake. Hawa maadui wa kifalme, hawa ni maadui ambao wanaweza wakaona kilicho ndani yako wewe usichokiona. Hawa ni watu ambao wanaweza kuona kabisa ndani yako una kitu kikubwa, lakini wewe ukijiangalia haujioni. Kwa mfano, Sauli alikuwa ni mfalme na Daudi alikuwa ni mchunga kondoo, lakini Sauli baada angetakiwa msaidie Daudi, lakini Sauli ndo akapambana, akawa anatafuta namna ya kumwangamiza Daudi. Kwa hiyo hawa ni aina ya nne ya maadui ambao nitakuwa watambue. Maadui wa kifalme ni watu kabisa ambao nao wangetakiwa kushika mkono, lakini hawa watu badala ya kushika mkono ndo wanakuua. Lakini adui wa tano ni maadui washindani. Hawa ni maadui ambao ni chonganishi, wanawafanya watu waliokuwa wanakupenda wakuchukie. Ni maadui ambao wanawafanya watu ambao walikuwa wanakupenda waanze kuchukia. Ni maadui chonganishi, ni maadui ambao wanaumizwa sana na mafanikio yako. Hawa ni maadui ambao huwa wanaumizwa sana na mafanikio yako. Lakini adui namba 6 ambao unatakiwa watambue kama mtu uliochaguliwa na Mungu, maadui wa hatima yako. Hawa ni watu ambao wanapambana sana na kesho yako, wanapambana leo ili kuzuia kesho yako. Ukisoma Biblia utaona Herode alitaka kumwangamiza Yesu Kristo. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 2 na mstari wa 16 utaona Herode alitaka kumwangamiza Yesu Kristo kabla hatima yake haijatimia. Kwa hiyo hawa ni maadui wa hatima. Kuna maadui wa hatima ni watu ambao wanapambana na kesho yako, yani wanapambana leo ili kuzuia kesho yako. Ni maadui ambao wanaumizwa sana na mafanikio yako. Ni maadui ambao wanapambana, yani wanajitahidi kuzuia kile ambacho Mungu amekipanga kistimie. Wanapambana kukuzuia, wanapambana kuzuia usipenye. Lakini adui wa 7 ni maadui ambao maadui dhambi.
Hawa ndio wanaoangusha wengi walioitwa. Maadui hawa ni kama vile tamaa za mwili, maamuzi mabaya, vitu vinavyokuvuta mbali na Mungu, au vitu vinavyokutenga mbali na Mungu. Na maadui hawa, maadui dhambi, jinsi wanavyokuja, wanaonekana kama vitu vya kuvutia, vinakuwa vinaonekana kama vitu vya kuvutia, kama raha za muda mfupi, kama njia rahisi ya maisha. Kwa hiyo, lakini hawa ni maadui dhambi. Hawa ndio maadui ambao unatakiwa utambue kama mtu uliochaguliwa na Mungu. Maadui dhambi hawa wanawaangusha watu wengi sana. Sikiliza kwa makini sana. Kama umechaguliwa na Mungu, basi maisha yako sio ya kawaida. Kuna vita usivyoona, kuna upinzani usioeleweka, na kuna majaribu yanayolenga kukuondoa kwenye kusudi lako. Lakini hii ndio siri kubwa. Mungu hakuchagui kwa bahati mbaya. Hakukuita ili ushindwe, na hakuna adui mwenye nguvu kuliko kusudi lilo ndani yako. Ukitambua maadui zako, utajua jinsi ya kupigana, na ukijua jinsi ya kupigana, hakuna kitakachokuzuia kufika pale ulipoitiwa. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba uniambie kwenye comment umejifunza jambo gani. Mungu akubariki sana wewe uliotumia muda wako kujifunza, lakini pia Mungu akubariki wewe utakayetumia muda wako kushare link ya video hii kwa ndugu, jamaa na marafiki. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.